Niseme kwanza jambo hili, upo ujumbe ambao Mungu amenipa kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania, kwa ajili ya Watanzania, kwa ajili ya mipaka nchi yetu, kwa ajili ya nchi yetu kwa ujumla. Amen. Yes, utulivu. Kabla sijaenda kusema hiki ambacho Mungu amenipa, hebu kimbia pale kitabu cha Amos pale. Kitabu cha Amos. Anzia mstari ule sura ya 3 na ule mstari wa 3 utasoma mpaka ule wa 7. Kitabu cha Amos pale. Kitabu cha Amos, utulivu kila mahali, nimesema utulivu kila mahali. Kitabu cha Amos pale. Biblia inasema nini? Kitabu cha Amos sura ya 3 na ule mstari wa 3 utasoma mpaka ule wa 7. Amen. Maandiko yanasema nini? Maandiko yanasema, je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? 4. Je, simba atanguruma mwituni asipokuwa na mawindo? Mwana simba atalia pangoni mwake ikiwa hakupata kitu. 5. Je, ndege ataanguka mtegoni juu ya nchi mahali asipotegewa tanzi? Mtego utafyatuka juu ya nchi. Mtego utafyatuka juu ya nchi bila kunasa kitu chochote. Mtego utafyatuka juu ya nchi bila kunasa kitu chochote. 6. Je, tarumbeta itapigwa mjini watu wasiogope? Je, tarumbeta itapigwa mjini watu wasiogope? Mji utapatikana na hali mbaya asiyoileta Bwana. Mji utapatikana na hali mbaya asiyoileta Bwana. 7. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Tumesikia hapa kitabu cha Amos ile sura ya 3 mstari ule wa 3 mpaka wa 7. Amen. Ukiutazama ama ukiutafakari ujumbe huu, unakuwa umegundua wazi kuwa hakuna mtu anaweza kuwa na Bwana kama hajapatana naye. Amina. Wala hakuna mtu anaweza kutembea na rafiki yake au mtu wake akiwa hajapatana naye. Amina. Basi ujumbe ambao Bwana amenipa nitoe kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania, ama maono ambayo Bwana amenionyesha kwa ajili ya nchi yetu. Nimeona giza nene. Amina. Nimeona giza nene. Giza hili ambalo nimeliona, wakati naendelea kujiuliza giza hili linaashiria nini, ndipo Bwana akaendelea kunifunulia zaidi. Nikawa nimeliona jiwe linashuka kutoka mbinguni. Amina. Nikawa nimeliona jiwe linashuka kutoka mbinguni. Amen. Jiwe hili likiwa na moto. Amina. Jiwe lenye moto. Jiwe ambalo lina moto linashuka kutoka mbinguni. Amina. Naona jiwe lenye moto linashuka kutoka mbinguni. Linashuka kwenye nchi yetu ya Tanzania. Na lilipodondoka chini, lilipoanguka chini, jiwe lile liliendelea kuwaka moto. Amina. Wakati naendelea, Mungu akawa anaendelea kuniambia kwamba angalia jiwe hili ambalo limedondoka chini, jiwe hili lina uzito wa kilo 52. Jiwe hili lina uzito wa kilo 52. Kisha nikaambiwa tuiombee nchi yetu. Tuiombee nchi yetu. Ninaona jiwe linashuka kutoka mbinguni likiwa linawaka moto. Nilipofika kwenye ardhi, Bwana akaniambia jiwe hili lina uzito wa kilo 52. Kisha akasema
iombee nchi yako. Iombee nchi yako. Amina. Mimi nasema kwa bali ya jiwe, yawezekana kwenye mikoa mbalimbali kuna kitu kiliwahi kutokea mazingira kama haya, na watu wakakichukua wakakihifadhi, ikawa ni kama mahali ambapo watu wanakwenda kutalii. Lakini mimi naeleza kwa bali ya jiwe ambalo Mungu amenifunulia. Kwanza kulikuwa kuna giza nene, kisha jiwe likadondoka chini. Bwana akaniambia jiwe hili lina uzito wa kilo 52, iombee nchi yako. Simama mbele yako. Paza sauti, iombee nchi. Iombee amani nchi yetu. Baba, kwa jina la Yesu mtakatifu, Mungu Mwenyezi, unastahili sifa, unastahili kuabudiwa na kuinuliwa katika jina lako. Baba, tunakusihi Jehova Rishadai, tunaiweka nchi yetu mikononi mwako, tunaweka viongozi wetu mikononi mwako, tunamweka rais wetu mikononi mwako, tunaweka waziri wetu mikononi mwako, tunaweka jopo la mawaziri wote mikononi mwako, tunamweka makamu wa rais mikononi mwako, tunaiweka mipaka ya nchi mikononi mwako. Tunafunika kwa damu ya Yesu, kwa damu yenye nguvu, kwa damu yenye uweza, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu, asante Baba, asante Jehova, asante Rishadai, asante Masihi, asante Mungu, asante Mfalme wa amani, asante Mungu mkuu, katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Amen. Siyasemi maneno haya kwa moyo wangu, bali yeye Baba aliyenituma ndiye yeye aliyeniagiza. Amina. Bali Baba aliyenituma ndiye yeye aliyeniagiza maneno nitakayo yanena na kile nitakacho kisema. Amina. Ukiniamini mimi au niamini mimi, bali unamwamini yule aliyenituma. Ukiniamini mimi au niamini mimi, bali unamwamini yule aliyenituma. Amen. Amen. Makofi mengi zaidi. Makofi mengi zaidi na zaidi. Makofi haya unampigia mwanadamu, piga makofi mengi zaidi. Piga makofi mengi zaidi kwa ajili ya Mungu wetu. Yes. Nataka nikwambie, kuna watu walitamani wangekuwa wanasikia Mungu anasema nini. Kuna watu walitamani Mungu angalau angekuwa anawafunulia mambo ya mbinguni. Amina. Lakini neema hiyo iko hapa. Amina. Neema hiyo iko hapa. Amen. Tulipokuwa tunapokea mwaka mpya, nilitoa mambo 9 ambayo Mungu alinifunulia kwamba yatatokea kwenye nchi yetu. Na moja ya mambo ambayo niliyasema yameshatokea mara kadhaa. Ilikuwa tarehe moja hiyo ambapo nilisema kwamba mwaka huu 2021 ni mwaka utakaokuwa na ajali nyingi sana. Nadhani umesikia vyombo vya habari vimetangaza ajali nyingi sana zinatokea. Nataka nikwambie kitu kimoja. Amina baba. Mwaka huu 2021. Amen. Kutakuwa na ajali za mfululizo. Amen. Mwaka huu 2021. Amina. Kutakuwa na ajali za mfululizo. Amen. Mwaka huu 2021. Kutakuwa na ajali nyingi za mfululizo. Hivyo wewe unayemwamini Mungu, unapaswa kumwomba Mungu. Kila unapoingia kwenye vyombo vya usafiri, unaanzia nyumbani kwako kumwomba Mungu. Unajifunika kwa damu ya Yesu Kristo. Ukiingia kwenye gari ama ukipanda pikipiki, unapaswa kujifunika kwa damu ya Yesu Kristo. Watu 5 wamefariki dunia katika ajali ya gari iliyotokea usiku wa kuamkia leo katika eneo la Kasindaga, wilaya ya Biharamulo, mkoani Kagera, ikihusisha basi lenye namba za usajili T567 DFA mali ya kampuni ya Freestyle iliyokuwa ikitokea mkoani Morogoro kuelekea Bukoba mkoani Kagera, na gari dogo lenye namba za usajili T741 AXY aina Corolla iliyokuwa ikitokea wilaya ya Muleba kuelekea mkoani Geita. Mwanahabari wetu Gibson Mika anaripoti zaidi. Mganga mkuu wa hospitali teule ya wilaya ya Biharamulo Dr. Grace Msi Sebuyoya amekiri kupokea miili ya marehemu hao
waliofariki katika ajali hiyo na kwamba miili ya marehemu hao imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti, huku kamanda wa jeshi la polisi mkoani Kagera, kamishna msaidizi wa jeshi hilo Revocatus Malimi akithibitisha kwa njia ya simu chanzo cha ajali hiyo. Katika kichunguzi tumebaini miili yote ina majeruhi makubwa sana, wengine wamevunjika miguu, wengine wamebanwa vifua na kuna mmoja amechomwa na kitu chenye ncha kali kwenye kichwa. Kwa wote kwa pamoja ajali hiyo kwa sababu ilikuwa mbaya iliwasababishia vifo vyao. Tumepokea miili ya watu 5 kama nilivyosema. Majina yao, wa kwanza alikuwa anaitwa Majid Abakari. Huyu ni mwanaume mwenye miaka 65. Mwingine anaitwa Mdathiru Hashim, mwanaume lakini umri wake haujulikani. Mwingine wa tatu anaitwa Julius Kenda, naye ni mwanaume na yeye umri wake haufahamiki vizuri. Mwingine anaitwa John Method, naye ni mwanaume na umri haujafahamika. Mwingine anafahamika kwa jina moja anaitwa Flavius, mwanaume, naye umri wake haujulikani. Kuna ushahidi ambao unaonyesha kwamba dereva wa basi alikuwa na uzembe kiasi fulani, kwa sababu alishindwa kuchukua tahadhari ya watumiaji wengine wa barabara. Kwa hiyo aliendesha kwa kasi na kusababisha ajali hiyo ambayo alihama kwenye eneo lake na kwenda kugongana uso kwa uso na gari ndogo ambayo iliingia kabisa kwa mbele kwenye basi hilo na kusababisha vifo ya hawa marehemu. Baadhi ya watu walioshirikiana na jeshi la polisi katika kuokoa miili ya marehemu hao kutoka katika gari dogo aina ya Corolla yenye namba za usajili T741 AXY walilokuwa wamepanda wakitokea wilaya Mleba kuelekea mkoani Geita walikuwa na haya kusema. Sababu hii ajali inavyoonekana imetokea muda wa usiku. Hatujui kama walikuwa wamesinzia au la, ila inavyoonekana kuwa basi imepanda hii gari kwa upande wa mbele. Ilikuwa sio vizuri kwa sisi kama sisi sasa madereva kutembea muda wa usiku. Waendesha kuvuta moto yatupa funzo kwa sababu tunaumia, tunasikitika. Kutoka hapa wilaya ya Biharamulo mkoani Kagera, naitwa Gibson Mika wa ITV. Lakini pia nikasema watu wengi watafukuzwa kazi. Lakini unaona watu wengi idara ya maji, idara nyingi wafukuzwa kazi. Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Mary Priska Mahundi amewasimamisha kazi wakurugenzi watendaji wa mamlaka ya maji katika wilaya za Mbozi na Momba mjini Tunduma kwa kushindwa kutatua kero ya mgao wa maji licha ya miradi mikubwa kukamilika kwa zaidi ya 90%. Kutoka mkoani Songwe, Gabriel Kandonga anaripoti. Akiwa katika ziara yake wilayani Mbozi, Mhandisi Mary Priska Mahundi amemwajibisha mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji wa wilaya hiyo Bwana Akiba Kibona kwa uzembe wa kazi na kukosa utii kwa viongozi wake wa ngazi ya juu. Kwa bwana, mimi nitakupumzisha hiyo nafasi. Sawa. Hizi changamoto ambazo umefeli kuzifanyia kazi zikawe ni lesson. Ndio maana nimekwambia toka asubuhi mimi naendelea kukusoma kwamba tatizo lako ni nini. Ni kweli, nakubali mheshimiwa. Nakubali kwamba imechukua muda kidogo, imechukua muda ambayo imeleta athari, lakini tuna nia njema kabla labda kwa kuchelewa kwamba tuisubiri bodi, ndio hiyo tumefanya. Lakini tumeshachukua kiasi, kwa mfano kama sasa hivi tumeshafanya mikataba na baadhi ya wateja wale wa flat rate. Mjini Tunduma pia mkurugenzi wa mamlaka hiyo Peter Clement naye ametumbuliwa kwa kuendekeza mgao wa maji licha ya miradi mikubwa kukamilika kwa zaidi ya 90%. Toka mwezi wa 4. Yaani nikwambie kitu. Mimi naweza kukwambia hivi. Mimi naenda kuleta MD mwingine hapa. Alafu nitampa miezi na nitakutafuta nitakapokupeleka, maana sitakuacha hapa. Nitakuondoa hapa ili create space yule mtu anayekuja awe huru, asionekane kwamba wewe bado upo afu unakuwa kizuizi. Lakini pia nikasema mwaka huu utakuwa ni mwaka mgumu sana. Ni kweli nchi yetu imelia kwa sababu mwaka huu ni mwaka mgumu. Tukampoteza rais wetu. Hiyo inadhihirisha kwamba mwaka huu ulikuwa ni mwaka mgumu kweli kweli. Kwa hiyo ndio maana nilikwambia sisemi kwa nafsi yangu, bali yeye Bwana, bali yeye Baba aliyenituma, yeye mwenyewe ameniagiza kile nitakachokinena na yale nitakayoyasema. Kwa hiyo fuatilia, utagundua juu ya unabii ambao tumekuwa tukiutoa kwenye madhabahu hii.
Wewe pia ambaye unatufuatilia kupitia YouTube katika channel yetu ya Patmos TV Online, endelea kutufuatilia. Shika unabii huu ambao Bwana ameutoa. Huu ni unabii ambao Mungu ameuleta. Maana yake ni nini? Biblia inasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Na ndio maana amenifunulia. Amenifunulia. Kamata unabii huo, endelea kufanyia kazi. Amen.